Madhabahuni, eneo la kupokea hekima na mwongozo wa kila siku. Madhabahuni, eneo la kupokea hekima na mwongozo wa kila siku. Sikiliza vizuri hili. Wewe uliyeko hapo unahitaji hekima na busara, na vyote hivi lazima vitoke kwa Mungu. Unapokuja kwenye hoja ya hekima na busara, kuna hekima na busara kwa mujibu wa ulimwengu, lakini kuna hekima na busara kwa mujibu wa Mungu. Vyote viwili hivi usipovitazama kwa jicho la kiroho, unaweza ukachanganyikiwa. Kila siku maisha yetu huja na maamuzi ya kufanya. Yanaweza kuwa ya kifamilia, ya kifedha, kiroho au hata kijamii. Maamuzi ambayo tunayafanya mara nyingi yanaamua hatima yetu hapo baadaye. Kitu gani kinakwenda kutokea? Utakubali ya kwamba ukifanya maamuzi mabaya umetengeneza hatima mbaya. Hivi tunapoongea habari ya hekima na busara, tunamaanisha nini hasa? Sikia hii. Hekima ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la Mungu na kuchukua hatua kulingana na mapenzi yake. Nairudia tena hii. Hekima ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la nani? La Mungu, na kuchukua hatua kulingana na mapenzi yake. Kumbe kuna wakati unaona mambo kwa jicho lako. Kumbe kuna wakati unaona mambo kwa jicho la jamii, lakini sio jicho la Mungu. Hekima ni kuyaona mambo kwa jicho la Mungu. Mnakumbuka kuna wakati katika kanisa la Sabato tulikuwa na mwongozo wa kujifunza Biblia au lesoni ambayo ilikuwa na mada moja ambayo inaongelea kuwaona watu kama Yesu anavyowaona. Kwa hiyo unapomuona mtu fulani, ukimtazama kwa jicho lako, piga picha umemuona teja, yuko hoi na madawa ya kulevya, ni jicho gani utatumia kumuona? Ukitumia jicho la dunia, kibaka, mwizi, kuwa simu yako. Ukimuona kwa jicho la Mungu, utamuona hivi: mtu mzuri aliyeteswa na shetani, anayehitaji msaada, anayehitaji nguvu ya Mungu, ambaye Mungu akimbadilisha badala ya kuwa kibaka anakuwa mhubiri wa Injili. Jicho lipi ambalo unaona? Hivyo basi tunaposema kuhusu hekima, ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la Mungu na kuchukua hatua kulingana na mapenzi yake. Ni kujua nini cha kufanya, wakati gani na kwa njia ipi, kwa mtazamo wa kimungu. Lakini kwa kifupi, hekima hutoka kwa Mungu. Haya yote ambayo nayazungumzia ni hekima inayotoka kwa Mungu. Je, mchungaji, kama hii ndio hekima, busara ni nini? Busara ni matumizi ya hekima kwa tahadhari na uangalifu. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au umechanganyikiwa. Amesemaje? Ameelewa. Kuna saa hekima yako haina uangalifu. Mtu mmoja mwenye hekima nzuri ya falsafa anasema, sio kila ukweli wa kusema. Alafu mtu mmoja akamwakia akamwambia, kwa hiyo unatufundisha kusema uongo? Anasema, kuficha ukweli sio lazima useme uongo. Kwa hiyo kuna vitu vimekukuta kwenye maisha, maana ulishindwa kutumia hekima na busara, vikakupata. Busara ni matumizi ya hekima kwa tahadhari na uangalifu. Unapoambiwa nenda ukamwombee mumeo aache pombe, hatutarajii unaanza kufika nyumbani na kumshika kichwa, kaa chini ni kuombe. Utaleta fujo. Tumia busara. Ni kupima hatari na kutambua muda sahihi na kuelewa athari za matendo. Ambao mnafuatilia sana, nadhani wakati tuko Magomeni hapa kwenye zile siku 4, niliongelea kitu ambacho siku hizi kimekuwa na nguvu sana kwenye saikolojia, wanakiita emotional intelligence. Wanasema hata kama una IQ kubwa, una akili kweli kweli, lakini ukishindwa kudhibiti mhemko, akili zako zinakuwa zero. Yaani ubongo uko vizuri, unajua hisabati vizuri, lakini hujui kuishi na watu. Hisabati yako ni bure. Wewe ni engineer mzuri, lakini hujui kuongea na watu.
emotional intelligence. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuwa na hekima ili iende vizuri ichanganywe na busara. Yakobo 1:5. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Pointi hii ni muhimu, ichukue. Madhabahuni ni mahali ambapo Mungu hujifunua na kutoa hekima kwa maisha ya kila siku. Ni mahali pa kukutana na Mungu ili Mungu akuhekimishe. Biblia ina kila kitu. Wakati hekalu linajengwa, wanatengeneza madhabahu pale, wanatengeneza kinara cha taa, wanatengeneza vile vitu kwa ajili ya makuhani. Mungu alitoa maelekezo, anasema kuna watu ambao nimewapa hekima ya ufundi. Kumbe hata wewe unayenisikiliza na kunitazama, ambao kazi yako wewe ni kushona nguo, inatakiwa umuombe Mungu hekima na busara ya ushonaji wa nguo, atakupatia. Yaani utashona nguo kiasi kwamba mtu anatazama anasema, wow, hii nguo imeshonwa. Na ukiona ya kwamba watu wanakusifia kwamba umeshona nguo vizuri, usichukue utukufu, waambie hekima hii imetoka kwa Mungu. Haleluya. Mfanya biashara hivyo hivyo, kila eneo. Leo tutaombea jambo moja tu. Leo tunaombea jambo moja tu. Mungu atupe hekima na busara kulingana na kazi alizotupa. Huwezi kuomba hekima na busara ya daktari wakati we ni kapenta. Kwa unamwambia Mungu akupe hekima na busara kulingana na kazi yako. Tumetukuza elimu zetu, tukasahau hekima ya kimungu. Katika Biblia, madhabahu ni mahali ambapo mtu huleta dhabihu, ambapo mtu analeta matoleo, lakini ni zaidi ya hapo. Ni mahali pa muungano au muunganiko na Mungu. Siwezi kumaliza wiki 3 nikiongelea madhabahu bila kumtaja mfalme kipenzi cha Mungu. Anaitwa nani jamani? Hebu ongea kwa sauti. Anaitwa nani? Daudi. Mmepata vizuri. Ndiye ndume pekee ambayo mbinguni imepewa mji, street. We huna. Yaani unavyosikia Sam Nujoma Road, Bibititi, kule kuna Sayuni, mji wa Daudi. Huyu jamaa siri yake ilikuwa ni nini? Wale mnaofuatilia niliwaambia ni namba 1. Daudi si kwamba alikuwa mkamilifu, ila akitenda dhambi akionywa, anatoba kutoka wapi? Toba yake inatoka moyoni, sio usanii. Anamaanisha. Akimwambia Mungu nisamehe, anamaanisha. Akiumia moyo, anamaanisha. Kuna watu wanatubu dhambi kwa sababu wanaogopa moto. Yaani tangazo likitoka, Mungu akasema kuanzia leo moto wa jehanamu umefutwa, ndio utajua yule ulikuwa naye ni mpagani 305%. Utaelewa uhalisia wake. Lakini sikia habari hii. Daudi wakati alipoporwa familia yake na mji wake ukachomwa moto na watu wake walitaka kumpiga mawe wakamgeuka, alitumia hekima gani? Samueli wa kwanza 30 fungu la 6 mpaka la 8. Utasoma kwa muda wako, mimi nafupisha tu. Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kitu cha kwanza muhimu, unaposhambuliwa kule kazini, usitafute kuhurumiwa na bosi, tafuta kuhurumiwa na Bwana. Haleluya. Huyo atakupa busara. Ndipo anasema Daudi akamuuliza Bwana. Tumechukua hatua nyingi za maisha yetu, tumechukua hatua kule kazini, tumechukua hatua katika ndoa zetu, tumechukua hatua katika biashara zetu bila kutafuta hekima ya Mungu. Wakati mwingine jambo liko mbele, unahitajika uchukue hatua, usiwe na haraka, usiwe na mihemko. Rudi, piga magoti, mwambie Bwana nipe hekima na busara, nifanye nini? Ninaongea na watu ambao Mungu amewapatia neema kuwa wakubwa katika mashirika ya serikali, katika mashirika binafsi. We ni CEO mahala fulani, ni director mahala fulani. Kesi zimeletwa. Wakati mwingine umeamua kesi kulingana na majungu na ukaumiza watu ambao hawakupaswa kuumizwa. Kesi inapoletwa, hata kama anayekuletea amekusimulia, anakwambia fulani hakupendi, ameamua haya na haya, anakuchochea ili uchukue maamuzi. Usije ukachukua maamuzi kwa hisia. Mcha Mungu, piga magoti, mwambie Bwana nimeletewa kesi ya mtu hapa, nifanyeje? Ukiomba kwa dhati, Mungu atafunua. Kama ni majungu utajua. Haleluya.
Yehoshafati ni kati ya watu ambao pia nawapenda sana. Na mashambulizi kutoka mataifa matatu yenye nguvu. Hakuanza kupanga mikakati ya, alitangaza kufunga kwa taifa zima. Akaita taifa zima kuja madhabahuni. Na wakati yupo kwenye maombi, ndipo nabii akajitokeza. Akamwambia Yehoshafati na watu wote mlioko hapo, vita sio ya kwenu, vita ni ya Bwana. Haleluya. Unapoamua kudai ahadi za Mungu katika jambo hili la hekima na busara ya kiutendaji, tumia Isaya 30 fungu la 21. Anasema hivi, nasoma Kiswahili cha kisasa. Mkienda kulia au kushoto, mtasikia sauti nyuma yenu ikisema, njia ni hii, ifuateni. Haleluya. Haleluya. Nataka nikuambie, kama umedhamiria kutafuta busara ya Bwana, Bwana atakwambia njia ni hii, ifuate. Hata kuambia si lazima uisikie sauti ikiongea akilini mwako. Sio lazima usikie akikunongoneza. Mungu anavyosema na mimi sivyo anavyosema na wewe. Kila mmoja anasema naye kwa staili yake, na Mungu atakufikishia ujumbe kwa staili utakayoielewa. Acha Mungu aseme na wewe kwa njia anayoitaka. Kazi yako ni moja tu, mwambie nipe busara na hekima katika hili. Wakati tunapoleta maombi yetu sasa hivi, nahitaji nikuambie maneno haya. Unaweza ukaleta wakati ninapoongea. Madhabahuni ni chuo cha hekima. Madhabahuni ni chumba cha maelekezo. Madhabahuni ni kituo cha faraja na amani. Madhabahuni ni kioo kinachoonyesha njia sahihi. Madhabahuni ni mahali ninapofunuliwa udhaifu wangu ili nitubu na kupewa nguvu mpya. Wakati mwingine changamoto zetu ni matokeo ya makosa yetu. Kabla ya kumwambia Mungu nisaidie, kumbe kuna saa inatakiwa toba kwanza. Nenda madhabahuni. Wakati ndugu zangu wanapokuja hapa sasa, watu wote ambao mtakuja hapa mbele, mnakumbuka tunaombea jambo moja tu. Bwana, nipe hekima na busara. Sijui ni katika kuomba kazi, nipe hekima na busara. Sijui ni katika hoja fulani ya ndoa yako,